Naam, karibu sana mpenzi mtazamaji kwenye mpasho wa EVC, ikiwa imetimia mida saa 3. Jina langu ni Atambo Janai. Natumai uboheri wa afya. Moja kwa moja hadi kwenye habari ambayo inagonga vichwa sasa hivi. Ni habari kutoka kaunti ya Uasin Gishu, ambapo wakazi wa eneo la Kipkaren ndani ya jiji la Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, wameweza kutoa madai mazito dhidi ya mwakilishi wa wadi wa Kipkenyo David Leting kwa kumtuhumu kwa madai ya kunyakua ardhi ya umma kwa manufaa yake binafsi. Ardhi hiyo inadaiwa kutengewa kwa ajili ya kujenga soko la Kipkaren. Wananchi sasa wanataka haki itendeke na hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa. Mwanahabari wetu Zeki Momanyi aliweza kuzuru eneo hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Mapambano. Katika eneo la Kipkaren Estate, eneo ambalo limezua mjadala mkali miongoni mwa wakazi kuhusu kunyakuliwa kwa ardhi ya umma. Ardhi hii inadaiwa kuwa ya umma na ilipangiwa kutumika katika ujenzi wa soko la jamii. Hata hivyo, wakazi wanadai kuwa mwakilishi wao wa wadi David Leting amehusisha ardhi hiyo katika matumizi yake ya kibinafsi. Hakuna vile huyu jamaa anatunyanyasa, amenyanyasa wazazi wetu akawaibia mashamba. Sasa tumekuwa watu wakubwa, tena ile yenye mibaki na wazazi wetu tena anataka kutunyanyasa. Ati MCA ati tunasikianga ati OCS moja, OCS mpya akikuja ati anamchukulia 100,000 anamwambia tulia, hivi ndio tunaishi Kipkaren. Hiyo ni kweli. Hatua ambayo imezua hasira na maandamano. Mkubwa, mimi nataka nikwambie, Koko amekuwa akitumia nguvu yake kunyanyasa yule mtu mwenye hana nguvu. Kwa sababu tulienda tukaulizwa nani amewatuma. Tukaambiwa lipeni shilingi 1,500, lakini ukiuliza ni 500 shilingi zinatakikana. Na viongozi wote wa serikali, tukitoka hapa ni marching mpaka pale tuchukue territory yetu leo hii hapa. Wakazi wanasema walikuwa na matumaini makubwa kwamba soko la Kipkaren lingewasaidia kuboresha maisha yao kiuchumi, hasa wafanyabiashara wadogo. Badala yake, sasa wanadai kuwa mipango hiyo imekwama kutokana na kile wanachokiita unyakuzi wa ardhi ya umma. Ikiwa kama yule mtu ambaye alinyang'anywa shamba yake, hii ni wakati wa kumrudishia ya shamba yake pamoja na shamba ya serikali ambayo imenyang'anywa. Hivyo ndio tunasema Kipkaren mkue ngangari, wale vijana ambao mlipomoa hii shamba na wapea kongole sana. Sisi hapa penye umekaa ilikuwa ijengwe. Walituambia wanaweka fence. Hii ni fence, hata wewe ukiangalia. Hii ni fence. Hii ni shamba ya soko Kipkaren Market. Soko A. Baadhi ya wakazi wamedai kuwa hawakushirikishwa katika mchakato wowote wa kubadilisha matumizi ya ardhi hiyo, wakisema kuwa hatua hiyo inakiuka haki zao kama wananchi na wakazi wa eneo hilo. Juzi tulikuwa na mkutano hapo kwa kiwanja hapo. Anataka hiyo kiwanja ati iwe subdivided, ati iwekwe projects. Na amenyakuwa ile nini public utilities ambaye projects hiyo ingewekwa. Mafurutano kati ya wanyakuzi ya ardhi na vijana ambao walilalamika kwamba sitting MCA amenyakua ardhi hapa. So ofisa wa county wamekuwa hapa, chief amekuwa hapa, na assistant county commissioner pia amekuwa hapa. So tumeongea na tumetatua na amepea sisi solution kwamba hii soko ni ya umma. So unapata wale wasaizi wameenda kotini, patala waulize kwamba hii shamba ilipeana title kwa nje gani. Wanaissue eviction orders ati wale sasa wapomolewa nyumba watolewe. Wanaenda wapi? Wakazi hawa sasa wanatoa wito kwa serikali ya kaunti pamoja na vyombo vya uchunguzi kuingilia kati swala hili haraka iwezekanavyo. Tulikuwa squatters pale hivi. Kuna shule ilikuwa pale hivi. Ndio tunataka tuifuatilie. Hiyo shule inataka kulwe na nani? Wenye wako behind hiyo shamba hizi ni brokers ambao wamesimama nyuma. Ukienda wanasema ati ni mkubwa fulani, ati ni mkubwa si.
Jitihada za kumpata mwakilishi wa wadi ya Kipkenyo David Leting ili kutoa upande wake wa hadithi hii hazikufanikiwa kufikia sasa. Hata hivyo, mamlaka husika zinatarajiwa kutoa mwelekeo kuhusu madai haya katika siku zijazo. Kwa majina anaitwa Ali Chirea, the incoming assistant con commissioner Pioneer. Swala la shamba tulichukua hatua ya kuinvolve the Minister of Land, na hapo ikiwa sehemu ya soko ikawa vyema kuinvolve the Minister of Trade. Alikubali kurelease back to the youths. Kama kuna a registered youth group ya Kipkaren, zapanga wenyewe, mutafuata chief na chief atawaleta kwa ofisi ili muweze kupewa hiyo kaosh. Huku mvutano ukiendelea, macho yote sasa yanaelekezwa kwa viongozi wa kaunti na vyombo vya sheria kuona hatua zitakazochukuliwa kuhakikisha haki inatendeka. Na ile nyingine kuna kiwanja ile ilikuwa imejengwa stalls, ni kweli? Si zilikuwa, lakini kwa ramani ilifaa kuwa left it. Thank you. Si ni kweli? Kwa hivyo ile kitu nataka niseme ya kwamba hivyo ndivyo hii ramani ilikuwa imechorwa. Swala ambao tumekuja kutatua hapa, but nikiliangazia vizuri, halijatatuliwa kulingana na vile matarajio ya wananchi ambao walikuwa wanatarajia. But now kitu ambacho tuko na shida hapa ni mashamba ambao tumelia miaka nenda miaka rudi. Ni Julius Tarus. Mimi ni mkaaji wa hapa ya Samani. Hii shamba nimekaa miaka 50 na. Kwa hivyo mambo ile imefanyika hapa ni mengi. Nilisettle hapa kabla hata subdivision hajafanywa. Subdivision imefanyika nikiwa niko hapa, hata nyumba yangu ilikuwa hapa tu. Hadi kufikia hapo, wakaaji wa mji wa Kipkaren bado hawajaridhika na ule uamuzi ambao umeweza kutolewa na viongozi wao. Nikiripotia kaunti ya Uasin Gishu, eneo la Eldoret, Kipkaren, jina langu ni Zek Momanyi.